Piwe. Assalamu alaikum. Moja kati ya kitu ambacho najivunia usiku wa leo ni kuona vijana wamefanya maamuzi sahihi. Mimi nipo kwenye ndoa miaka 10. Wakati wazazi wanatoa nasaha, my brother, nikasema na mimi niongeze neno moja tu. Ndoa ni wewe na mke wako. Usiruhusu mshauri mwingine yoyote asiingize. Na miaka 10 mke wangu hajai kuinua mguu kwenda kwao. Yuko ndani ya kasi na bilioni 1.3 Kigamboni Kisota. Kwa nini nimekwambia hayo? Kwa sababu umau wote ulioona hapa sio wote wamekuja kwa nia njema. Ukweli usema, kuna wengine wamekuja kufurahi, wengine wataangalia utaachana naye lini, utagombana lini. Kikubwa mtangulize Mungu, my brother. Wazazi wako nimeona ni vipenzi wa Mungu na wana imani kubwa sana. Wananda niliongea. Baba yako mdogo, Bwana Yesu Mungu, simama ndugu yangu, simama. Njoo mbele, my brother. Ile moja. Moja kuja uthibitishia huu umma yes ni nani? Ni tajiri. Hakuweke mbali na watu wabaya. Chuki, husda zikae mbali. Wewe ni tunu ya nchi. Na serikali inajua watu kama nini ni muhimu, unatakiwa ulindwe. Wewe unapaswa kulindwa. Mama, mpe maelekezo baba. Naomba Mrs. Sylvester atekeleze kile ulichosema. Kuja kuokota. Wewe ni tajiri. Mungu akuweke. Mungu akutunze. Akuweke mbali na watu wabaya. Chuki, husda zikae mbali. Wewe ni tunu ya nchi. Na serikali inajua watu kama nini ni muhimu, unatakiwa ulindwe. Wewe unapaswa kulindwa. Mama, mpe maelekezo baba. Naomba Mrs. Sylvester atekeleze kile ulichosema. Kuja kuokota. Mnaruhusiwa kumsindikiza. Sasa kupitia mfano huu nataka watu wote tuje tutunze hapa kwenye hii meza, ili maharusi, huu mchango wa maharusi sio za kwangu, kwa sababu anasindikiza. Asante. Hii ya kwangu moja. Mambo ya GSM haya, umefungua njia vijana wanafuata nyanya. Njoni maji safi matajiri. Ukiweka kwenye sahani ndogo ya kwangu. Safi. La mwisho ndugu yangu. Asanteni sana watu wa Kahama. Asanteni sana watu wa Geita. Asanteni sana